Kwa majina naitwa Engineer Lameck Madu, ni mhandisi migodi, pia ni mkaguzi wa migodi na baruti kutoka ofisi ya madini Singida. Leo tumefika katika hili eneo la uchimbaji wa gypsum lililoko Itigi, wilaya ya Manyoni. Lengo kubwa ni kuwafikia wachimbaji wadogo hawa wa gypsum kwa ajili ya kuangalia namna wanavyochimba, lakini pia ni wanachimba kwa kufuata zile taratibu, lakini pia kwa kuzingatia usalama katika mazingira yao ya machimbo. Jambo la msingi ambalo tumeshare nao ni kuona namna gani wanaweza kuboresha njia zao za uchimbaji, lakini wakizingatia hali za usalama wa mashimo wanayoyachimba, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kile wanachokipata basi kinaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Kwa sababu lengo kubwa la uchimbaji, tunatamani mtu anayechimba aweze kupata faida, lakini pia aweze kuchimba kwa muda mfupi, lakini pia aweze kupata uzalishaji ulio mkubwa zaidi, lakini katika mazingira ambayo yako salama. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vimetupelekea sisi kuweza kuwafikia wachimbaji. Lakini pia katika mkoa wetu wa Singida tunafanya hizi ruti kwa kuwatembelea wachimbaji wadogo katika maeneo mbalimbali, uchimbaji wa dhahabu, lakini uchimbaji wa madini ujenzi kama vile mawe, upasua kokoto, lakini uchimbaji wa vifusi na moram, uchimbaji wa mchanga, pamoja na uchimbaji wa madini mengine kama ya gypsum, uchimbaji wa kopa. Lengo kubwa ni kutoa elimu ya usalama katika migodi, na hasa kwa kipindi hiki cha mvua ambacho tunaamini ndio kipindi hatari zaidi katika mazingira ya migodi. Kwa hiyo tunafika mazingira yote hayo ili kutoa elimu ya usalama migodini, namna gani waweze kuboresha miundombinu yao katika mazingira ya uchimbaji, ili mwisho wa siku uchimbaji wao uwe na tija, lakini pia na uchimbaji usije ukasimama katika maeneo ya uzalishaji, na serikali iweze kupata mapato yake vizuri na maduhuli yaweze kukusanywa vyema. Lakini tukisipowatembelea hao wachimbaji, mara nyingi wanajisahau, na kipindi hiki cha mvua utakuta ajali zinakuwa ni nyingi sana, lakini pia shughuli nyingi za uchimbaji hazifanyiki kwa sababu ya miundombinu iliyo duni. Kwa hiyo elimu hii itawasaidia kutengeneza miundombinu mizuri, kuwaruhusu kuchimba hata nyakati za mvua, lakini pia itawasaidia kuwa na uchimbaji salama kwa ajili ya kulinda migodi isije ikaanguka au ikaleta madhara kwa watu, lakini pia kuhakikisha pia hata njia zinapitika, ili pia wanachokizalisha basi kiweze kufika sokoni vizuri, na kinapofika kule serikali inachukua maduhuri yake, inachukua mirabaha, inakata kodi zote zilizo kwa mujibu wa sheria, na mwisho wa siku tume kwa ujumla inaweza ikafaidika, na serikali kwa ujumla na nchi kwa ujumla inaweza ikafaidika kutokana na shughuli hizi, maana zitakuwa ni mwendelezo na uzalishaji utakuwa ni mkubwa. Elimu hii au mafunzo haya yana wafadhili mbalimbali ambao wamekuwa wakihusika, tukiungana nao kama jumuiya, tume ya madini pamoja na wao. Kuna shirika la UNDP ambalo linahusika na maendeleo, na kupitia shirika hili limekuwa likifadhili miradi mbalimbali kupitia kwa NGOs. Mojawapo ya NGO kubwa zaidi ambayo inashughulika na masuala haya na ambayo tunashirikiana nayo kwa ukaribu ni FADEV, shirika la maendeleo kwa wachimbaji wadogo hapa Tanzania. Kwa hiyo shirika hili limekuwa ni kitovu kikubwa sana kwenye mazingira yetu, kwani limekuwa likitoa vifaa mbalimbali vya usalama, lakini limekuwa likihimiza matumizi mazuri na sahihi ya vifaa walivyonavyo, lakini pia elimu kubwa ya uelewa wa shughuli za uchimbaji, kuepuka athari na madhara ambayo yanaweza katokea, na lengo kubwa tu ni kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, maendeleo ya nchi kwa ujumla, na serikali iweze kupata mapato yake kama ilivyokusudiwa, lakini pia na uzingatiaji wa sheria kama ilivyoainishwa katika sheria ya madini sura namba 123 na kanuni zake kwa ujumla.